Katika historia ndefu na yenye alama ambazo haziwezi kufutika katika bara la Afrika, majina machache yamesimama imara kama nguzo za ukombozi, uongozi na matumaini. Leo tunamwangazia mmoja wa viongozi hao ambaye jina lake limekuwa likisikika katika korido za mamlaka na mioyo ya wananchi wake. Netumbo Nandi Ndaitwah, mwanamke shupavu, mwanamapinduzi na kiongozi mwenye maono ambaye safari yake imefungamana na uhuru wa nchi ya Namibia na maendeleo ya Afrika. Nandi Ndaitwah alikulia katika mazingira ya ukandamizaji wa kikoloni na aliweza kupanda ngazi na kuwa ishara ya matumaini. Amekuwa ni kiongozi mwanamke mwenye msimamo na uongozi usioyumba, hasa kwa wanawake na vijana katika bara la Afrika. Hii ni simulizi ya Nandi Ndaitwah, mwanamke shupavu na mwenye maono katika uongozi, akiwa ni alama ya ukombozi katika nchi ya Namibia na bara zima la Afrika kwa ujumla. Mheshimiwa Netumbo Nandi Ndaitwah, wenyewe wanamuita kwa kifupi Triple N, ni mwanamke rais wa Namibia ambaye ana historia ya kipekee ndani ya harakati za mapambano ya uhuru wa Namibia dhidi ya utawala dhalimu wa mabeberu na wakoloni wa kikaburu wa Afrika Kusini, kama inavyofahamika kwamba Namibia ilikuwa ikitawaliwa na makaburu wa Afrika Kusini wakati huo. Kwa hivyo akiwa msichana mdogo, umri wa miaka 14 tu, alijiunga na harakati za kupigania uhuru wa Namibia, na wakati huo alipata ushawishi kutoka katika zile harakati ambazo zikifanyika ndani ya chama, wakipita wakizungumza kuelezea namna gani na zaidi pia na mazingira yake. Alikuwa kikerwa zaidi na tabia za makaburu, kuwachapa viboko raia weusi, hasa tamaduni ile ikamkera mno. Kwa hiyo akiwa kijana mdogo tu wa miaka 14 akajiunga na SWAPO, na baadaye akapanda akiwa katika kundi hilo vijana, akawa ni kiongozi wa umoja wa vijana wa SWAPO. Kwa kweli rais wa sasa wa Namibia Mheshimiwa Nandi Ndaitwah ni kiongozi ambaye ana historia ya pekee sana kati ya wanawake wengi wa bara hili la Afrika, ambapo historia yake imeanza katika umri wake mdogo sana, miaka 14 ameanza kujihusisha na harakati za ukombozi wa nchi yake akiwa binti mdogo kabisa, na hilo limejidhihirisha kuonyesha namna gani ambavyo kumbe katika historia ya mwanadamu wanapopita katika kipindi kigumu, huwa haijalishi ni umri gani ambapo mtu anaweza kaanza kujihusisha na shughuli za kuikomboa jamii yake. Kwa hiyo kiongozi huyu wa sasa ambaye ni rais wa Namibia, rais wa kwanza mwanamke wa taifa la Namibia, amekuwa na historia pekee sana ya maisha yake katika ukombozi wa nchi yake, ambayo wakati akijiunga katika harakati hizo kupitia chama cha ukombozi wa nchi ya Namibia, wakati huo haikuwa ikiitwa Namibia, ilikuwa ikiitwa South West Africa, ambayo ilikuwa chini ya ukoloni wa nchi ya Afrika ya Kusini hii ambayo tunaifahamu kwa sasa. Kwa hiyo yeye alijiunga na harakati za ukombozi wa nchi yake akiwa binti mdogo kwa ajili ya kusaidiana na wanaharakati wengine wa taifa hilo kujinasua dhidi ya utawala wa kibaguzi ambao ulikuwa ukisimamiwa na nchi ya Afrika Kusini. Kwa hiyo unaona namna ambavyo kiongozi huyu amekuwa na historia ya kipekee. Wakati akiwa na umri huo mdogo akijihusisha bila woga, tofauti na mazingira ya Kiafrika ambapo unaweza ukadhani kwamba kwa binti mdogo kama huyo anaweza kuwa na woga hata kusogelea tu mikutano ya kisiasa kwa wakati huo, kwa sababu ilikuwa ni hatari. Lakini yeye alijiunga moja kwa moja katika chama na kushika
uongozi katika chama hicho, katika ile kundi la vijana na kuweza kusaidia kuhamasisha vijana wenzake kujiunga na harakati za ukombozi bila uoga, vijana wenzake wa kike, vijana wa kiume, kuwaongoza kuhakikisha kwamba basi wote wanashiriki katika hilo jukumu zito la kusaidia ukombozi wa nchi yao iweze kuwa huru. Na katika wakati huo tumeona kwamba alianza harakati akiwa ndani ya nchi yake ya Namibia, licha ya hatari mbalimbali, kwa sababu wengine tulitegemea labda angefanya harakati hizo akiwa nje kwa hofu kwamba labda angeweza kupata madhara, lakini alikuwa ndani ya taifa lake ambalo hatari zote zilikuwa katika mazingira hayo ya harakati za ukombozi. Kuzaliwa kwake katika miaka 1950, Nandi Ndaitwah alishuhudia moja kwa moja madhira ya ukoloni, na alikulia katika jamii iliyokandamizwa ambapo haki za binadamu zilipuuzwa na rasilimali za nchi zilinyonywa. Mambo haya yalichochea hasira ndani yake, na hii ikazaa fukuto na vuguvugu la kupigania haki na uhuru katika nchi ya Namibia na kwa watu wa Afrika kwa ujumla. Akiwa kijana mdogo mwenye umri wa miaka 14, alijiunga na harakati za ukombozi akitumia akili yake pana na uwezo wake mkubwa wa kuhamasisha watu. Alikuwa mmoja wa wanawake wachache waliochukua jukumu la mstari wa mbele akipinga mikakati ya koloni, na hii ilimlazimu atoke nje nchi yake ili ashiriki katika mafunzo ya kijeshi. Mchango wake haukuwa tu wa kimwili, bali pia wa akili na kisaikolojia, akiwajengea wananchi wa Namibia matumaini pindi walipokuwa katika nyakati ngumu. Maana kwamba baada ya kujihusisha moja kwa moja na harakati hizo, kweli hatari ilikuwa ni kubwa, na hiyo ilipelekea yeye aweze kukimbia nchi yake, kuweza kufanya harakati hizo za ukombozi wa nchi yake nje ya mazingira yale ya nchini mwake, kwa sababu kwa wakati huo nadhani angebaki kule Namibia, safari yake isingekuwa ndefu kama ambavyo tumeiona imefika mpaka umri huu wa utu uzima wake. Kwa hivyo harakati hizo za kupigania uhuru zilipelekea ashtakiwe na serikali dhalimu ya makaburu, ambao alihukumiwa kwa kupewa zuio la kutojihusisha na siasa. Na alipopata zuio hilo, baada ya mwaka uliofuatia tu, alikuwa ni mwaka kama 73 kama sikosei, mwaka uliofuatia alihama, alikibidi lazimu akimbie. Nandi Ndaitwah alitambua umuhimu wa Umoja wa Afrika katika mapambano dhidi ya ukoloni. Alishirikiana kwa karibu na viongozi wengine mashuhuri wa Afrika, akihudhuria mikutano ya siri na ya wazi, akibadilishana mawazo na mikakati. Alikuwa sehemu ya mtandao mpana wa viongozi waliokuwa na ndoto moja ya Afrika huru na yenye heshima. Ushirikiano wake na viongozi kama Mwalimu Julius Nyerere na Kenneth Kaunda wa Zambia ulikuwa muhimu katika kupata msaada wa kimataifa na kuimarisha harakati za ukombozi. Vilevile aliwahi kuishi katika eneo la Magomeni akipambania nchi yake kupata uhuru na watu wake kuwa uhuru katika kufanya shughuli zao za kila siku. Kwa hiyo ilimlazimu aweze kuungana na wapiganaji wengine wa nchi ya Namibia kwenda nje ya nchi yake, na tunaona kwamba harakati zake amezifanyia katika nchi za Zambia, Angola, lakini pia na Tanzania, na ameshika nyadhifa mbalimbali katika uongozi wa chama chake cha SWAPO, ambapo kwa muda mrefu sana amekuwa akihudumu katika ile idara ya habari na uhusiano wa kimataifa ya chama cha SWAPO, na mmoja wa majukumu yake ilikuwa ni kuhakikisha kwamba anatoa hamasa kwa jamii yake, hasa vijana na wanawake, kujiunga pamoja katika harakati za ukombozi wa nchi yake. Na moja ya majukumu makubwa ambayo alikuwa akiyafanya ni pamoja na kutumia, kuna redio ambayo ilikuwa ikitangaza kutokea Dar es Salaam. Pale Radio Tanzania ilikuwa ina kitengo maalum
cha RTD ilikuwa na kitengo maalum cha kutangaza matangazo kwenda kwenye nchi mbalimbali za ikiwemo Namibia, na kulikuwa kuna redio maalum ambayo wao walikuwa wakiita Voice of Namibia, ambayo yenyewe ilikuwa inatangaza matangazo kutokea Dar es Salaam, lakini wakati mwingine inatokea Lusaka lakini na Angola. Kwa hiyo yeye alikuwa ni miongoni mwa watu ambao walikuwa wakitangaza katika hiyo redio, kutoa hamasa kwa wananchi nyumbani kuunga mkono harakati za ukombozi wa nchi yao, kuwaunga mkono wapiganaji, lakini wananchi wote kuhakikisha kwamba wanashiriki na kusaidia harakati za ukombozi wa nchi yao. Kwa hiyo ni moja ya majukumu ambayo pia aliyafanya akiwa nje ya nchi yake ya Namibia. Baada ya miaka ya mapambano, mnamo mwaka 1990 Namibia ilipata uhuru wake chini ya chama cha SWAPO, na kama ilivyotarajiwa na wengi, na hapa ndipo Nandi Ndaitwah alipochaguliwa kuwa kiongozi wa nchi, akichukua jukumu la kujenga upya taifa lililokuwa limeharibiwa na ukoloni. Kupanda kwake kwenye nafasi ya juu ya uongozi kulivutia macho ya dunia. Alihudumu kwenye nafasi mbalimbali za uongozi kama vile mbunge tangu mwaka 1990, waziri wa masuala ya wanawake na ustawi wa watoto kati ya mwaka 2000 na 2005, waziri wa habari na utangazaji kati ya mwaka 2005 na 2008, waziri wa mazingira na utalii kati ya mwaka 2008 na 2012, na kati ya 2012 hadi 2015 naibu waziri mkuu kati ya mwaka 2015 na mwaka 2025. Katika chama cha SWAPO amewahi kushika nafasi mbalimbali kama vile rais wa shirika la kitaifa la wanawake la Namibia kati ya mwaka 1991 na mwaka 1994, mkurugenzi mkuu wa masuala ya wanawake katika ofisi ya rais kati ya mwaka 1996 na mwaka 2000, makamu wa rais wa chama cha SWAPO kati ya mwaka 2022 na mwaka 2025, mjumbe wa kamati kuu ya chama cha SWAPO na Politburo, katibu wa chama cha SWAPO kwa mahusiano ya nje, na vilevile alishiriki vema katika mkutano wa Beijing kama mwandishi mkuu wa mkutano wa 4 wa dunia wa wanawake huko Beijing nchini China mwaka 1995. Na huyu ana uzoefu mkubwa, si kwenye hivyo tu, bali pia alifika mpaka kwenye kamati kuu ya chama chake cha SWAPO, mbali ya nafasi mbalimbali za uwaziri alizokuwa amepita. Kwa hiyo dunia inamtazama kama ni mwanamke ambaye ana ujasiri na uwezo wa kujenga uwezo wa watu wake na kutengeneza si maisha tu ya watu, bali pia kujenga mshikamano na ustawi wa dunia kwa ujumla. Lakini pia jukumu kubwa sana ambalo alikuwa akilifanya ni pamoja na jukumu la mahusiano ya kimataifa. Ndani ya chama cha SWAPO kulikuwa kuna idara ambayo hiyo idara ambayo inashughulika na mahusiano ya kimataifa, kuunganisha juhudi za kimataifa, kutoa uelewa kwa nini juhudi hizo zinaendelea ndani ya chama cha SWAPO katika forum mbalimbali za kimataifa, lakini kushirikiana na nchi mbalimbali ambazo zinaunga mkono harakati za ukombozi wa Afrika ikiwemo Tanzania. Kwa hiyo yeye alikuwa ni kiungo akiwa anawakilisha. Kwa mfano alipokuwa hapa Tanzania alikuwa akiwakilisha chama cha SWAPO katika nchi za East Africa. Nchi za East Africa ndio alikuwa representative, mwakilishi wa chama cha SWAPO ambaye anashirikiana na hizi nchi kuomba support yao uweze kusaidia nchi ya Namibia katika mapambano ya uhuru ikiwemo Tanzania. Kwa hiyo katika mikutano yote ambayo inafanyika katika nchi za Afrika Mashariki kuanzia ile miaka ya 70 mpaka 80 mpaka 90, yeye ndio alikuwa mwakilishi wa chama cha SWAPO katika nchi za Afrika Mashariki. Kwa hiyo ni kazi kubwa sana ambayo aliifanya ya kuunganisha haya mataifa yaweze kukisaidia chama cha SWAPO kuendeleza mapambano, na ukizingatia kwamba hapa Tanzania ndio ambapo ofisi pia za chama cha SWAPO zilikuwepo, lakini kamati ile ya ukombozi ya OAU makao yake makuu yalikuwa hapa. Kwa hiyo yeye alikuwa ndio linki sasa kati ya chama chake cha SWAPO na juhudi mbalimbali ambazo zinafanywa na kamati ya ukombozi, lakini na Tanzania, lakini na nchi nyingine za Afrika Mashariki
kuhakikisha kwamba yote ambayo mahitaji yanaratibiwa kupitia hivi vyombo, basi yeye ndio mwakilishi ambaye ndio anawasiliana na chama chake moja kwa moja. Katika jukwaa la kimataifa, Nandi Ndaitwah amekuwa sauti yenye nguvu kwa ajili ya Afrika. Amepigania haki za nchi zinazoendelea, amesisitiza umuhimu wa amani na usalama wa kimataifa, na amekuwa mtetezi mkubwa wa ushirikiano wa kimataifa. Hotuba zake zimekuwa zikisisitiza umuhimu wa kujitegemea, utawala bora na maendeleo endelevu. We must empower our youth to compete with their... Ni lazima kuwawezesha vijana wetu ili waendane na ushindani wa dunia, hasa katika tasnia ya ubunifu, sayansi, teknolojia na uvumbuzi wao. Kwa kufanya hivyo, tutadumisha uchumi wetu, kutengeneza ajira na kuongeza faida kutokana na malighafi zetu na kupata mustakabali mzuri kwa watu wetu. Build a better future of our people. Safari ya Nandi Ndaitwah inatoa masomo muhimu kwa wanawake wengine katika nchi za Afrika. Amethibitisha kuwa wanawake wanaweza kuwa viongozi wenye ufanisi, wenye maono na wenye uwezo wa kuleta mabadiliko chanya. Chini ya uongozi wake, Namibia imeshuhudia ongezeko kubwa la ushiriki wa wanawake katika majukwaa ya siasa, biashara na sekta nyingine muhimu. Ameweka sera zinazounga mkono usawa wa kijinsia, ikiwemo sheria ya ulinzi wa wanawake na programu za kuwawezesha kiuchumi. Wanawake wa Namibia wana mengi ya kujivunia kutokana na uongozi wake, kwani amewapa sauti na nafasi ya kuchangia kikamilifu katika maendeleo ya nchi yao. Wanawake wa Afrika wanapaswa wajifunze mambo mengi kutoka kwake. Kwanza, kudumu katika jambo. Ukimtizama kama ni ameingia kwenye SWAPO na miaka 14, unamwona ni mtu ambaye hakuwa hata na mawazo ya kwa, hebu mfikirie miaka 14 anaingia kwenye harakati. Yani ana kitu kinamtokea ndani ya moyo wake. Yani mtu wa namna hiyo kwamba leo sasa wewe nini bwana? Lakini mtu ule uchungu wa nchi na jambo umemtokea ndani tangu ana miaka 14. Lakini pia zile nafasi alikuwa akipanda nafasi moja mpaka nyingine. Kwenye uwaziri ameshakuwa naibu waziri mkuu, ameshakuwa makamu wa rais na mpaka kuwa sasa hivi rais. Kwa hiyo cha kwanza ni kudumu katika lile lengo lilokuwa nalo la kwanza kabisa. Moja ya mafanikio makubwa ya Nandi Ndaitwah ni uwezo wake wa kudumisha amani na utulivu katika kipindi chote cha uongozi wake. Baada ya miaka mingi ya vita na migogoro, Namibia imekuwa kisiwa cha amani, shukrani kwa sera zake za maridhiano, utawala bora na kuheshimu sheria. Amesisitiza umuhimu wa umoja wa kitaifa na amefanya kazi kwa bidii kujenga daraja kati ya makabila na jamii mbalimbali. Licha mafanikio makubwa, Namibia kama nchi nyingine yoyote inakabiliwa na changamoto zake. Nandi Ndaitwah amekuwa akipambana na masuala kama vile ukosefu wa ajira, umasikini na mabadiliko ya tabia nchi. Na pia ameweka kipaumbele katika elimu, afya na maendeleo ya miundombinu ili kuboresha maisha ya wananchi wake. Nchi ya Namibia imekuwa na changamoto kwa kiasi kikubwa, hasa changamoto kubwa sana ni ajira. Na uongozi wa Mheshimiwa Nandi, moja ya changamoto kubwa ambayo kwa kweli hata yeye alipokuwa akiomba ridhaa alikuwa akieleza kwamba katika nchi yake kuna changamoto hii na yeye ataitatua vipi. Kwa hiyo tumeona namna ambavyo mara baada ya kuingia madarakani tumeona mwelekeo wa sera yake ya namna ya kupambana na changamoto hii ya ajira. Na moja ya mikakati yake mikubwa ambayo ameifanya ni kuhakikisha kwamba anatengeneza mifumo na sera mbalimbali za kuhakikisha kwamba zinatatua hiyo changamoto yake, hasa kwa kuanzisha ule mfuko maalum wa kusaidia wajasiriamali, lakini na kusaidia masuala ya kilimo kwa vijana waingie katika ujasiriamali kupitia huo mfuko ambao utawawezesha kuweza kujiajiri katika huo ujasiriamali. Lakini na masuala hayo ya kilimo ni kitu ambacho amekitekeleza, ameendelea kukitekeleza kuhakikisha kwamba
kinakwenda kutatua changamoto hiyo ambayo ameikuta, lakini iweze kupungua kama sio kuisha kabisa. Katika kujenga jamii imara, Nandi Ndaitwah amesisitiza umuhimu wa usawa na haki kwa wote, hasa kwa wanawake na vijana. Ameweka programu maalum za kuwawezesha vijana kupata elimu na ujuzi, na amewahimiza kushiriki kikamilifu katika ujenzi wa taifa. Kwa wanawake, amehakikisha wanapata fursa sawa katika nyanja zote za maisha, na huku wakipambana na mila na desturi zinazowakandamiza. Dunia na wachambuzi wa mambo wanamtazama kwamba ni mwanamke ambaye ana maono, kwanza yanayotokana na uzoefu wake wa ile wa namna ambavyo anaifahamu si nchi yake tu bali dunia kwa ujumla na Afrika pia. Na ukimsikiliza unayaona kabisa yale maono ya kiuongozi kwamba anataka kuipeleka nchi yake wapi. Kwa mfano, Namibia sasa hivi ina dira ya taifa ya Namibia ambayo inataka kuifikisha mwaka 2030 Namibia iwe ni nchi ya viwanda, iwe ni nchi ambayo ina uchumi imara, yenye mshikamano, yenye kutengeneza ajira nzuri kubwa zaidi kwa vijana. Ukizitazama yale maono ya nchi yenyewe kupitia ile dira yao, unaona aina ya kiongozi walikuwa naye, kwa sababu maono ya nchi kwa hasa yanatokana na kiongozi aliyekuwa ngazi ya juu. Kwanza tumpe heshima kwa mamlaka aliyopewa, na wakati wengine sisi wenyewe ndio tunaofanya maamuzi haya, kumteua, kumpitisha. Kwa pale tunapompa majukumu, basi tuheshimu kile ambacho anachokiongoza. Na yeye mwanamke mwenyewe inatakiwa atambue na athamini utu wake, na yale mamlaka aliyopewa atekeleze kwa mujibu, na mpaka ajitoe mwenyewe kwa kutekeleza yale yote ambaye aliyepewa ile dhamana. Na huenda majukumu tena mengine atakuwa anaongezeka katika utendaji. Unaweza kukabidhiwa lakini ukakuta kuna matukio mengi, kwa inatakiwa awe na ujasiri na awe na uvumilivu, kwa sababu uongozi unatofautiana, lakini uongozi wa kuongoza binadamu una magumu yake ndani ya makundi ya kibinadamu, na kila mtu anatafsiri na anauelewa tofauti. Nandi Ndaitwah si tu kiongozi, yeye ni ishara ya uwezekano, uthabiti na matumaini. Urithi wake utaendelea kuishi katika mioyo ya wananchi wa Namibia na wanawake wa Afrika kwa vizazi vijavyo. Amethibitisha kuwa kwa uongozi thabiti, maono na kujitolea, ndoto ya Afrika huru yenye amani na yenye maendeleo inaweza kutimia. Na kupitia mifumo mbalimbali ambayo anaifanya ya kimageuzi ndani ya nchi, maana yake wananchi wenyewe pia kingine pia wamemwelewa rais wao na nchi inataka kwenda wapi. Kwa hivyo Namibia ni miongoni mwa nchi za amani sasa hivi, kama ilikotoka kwenye vurugu wakati huo. Sasa hivi ni nchi ambayo inaweza kupigwa mfano na inaweza kuhakikisha kwamba mataifa mengine na watu wengine wanaodhulumiwa duniani wanapata ustawi. Huyu ni Netumbo Nandi Ndaitwah, mwanamke shupavu, superwoman, na rais wa sasa katika taifa huru la nchi ya Namibia. Habari na simulizi zake zitaendelea kusemwa na kuishi katika maisha yetu ya kila siku, na alama yake kamwe haitafutika.